Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari ya uzima, bila ya shaka ubuheri wa afya. Nikukaribishe tena kwa mara nyingine katika channel yetu Kilele cha Ufahamu, inaongozwa na mimi mwanafunzi wenu Alhabib Yahya. Na mada mahususi, mada nzuri sana ya leo. Kila mmoja ana ulimwengu wake wa siri ambao haufanani na mtu mwingine. Juu ya uwepo wa ulimwengu na maisha ni katika matendo ya kibinadamu kama kusoma, kula, kunywa, kuoa, kuolewa, kufa, kutafuta maisha, kuajiri na kuajiriwa. Lakini ulimwengu ni sehemu ambapo mtu huishi kiuzao tu, kwamba tumezaliwa juu ya kupokea kusudi lolote la kidunia. Dunia inaweza ikakuteua tu wewe kuwa mbunge, wewe kuwa rais, wewe kuwa mwalimu, wewe kuwa afisa mifugo, wewe kuwa hivyo, wewe kuwa dereva. Kwa maana wote tunaishi katika dunia moja, lakini kuna ulimwengu. Kila mtu ana ulimwengu wake. Hii ni dunia tunaiona, lakini tukija kwenye ulimwengu, kila mtu ana ulimwengu wake. Na si kila ulimwengu wangu mimi ni ulimwengu wako wewe. Ndani yako kuna ulimwengu, ndio ulimwengu wako, na huko ndiko kuna kila kitu chako, kuanzia kipawa, kipaji kipo huko kwenye ulimwengu wako, karama zipo huko kwenye ulimwengu wako, nguvu na maarifa ya kiasili ambayo yale ufundishi kokote. Yaani hamna chochote kinafundisha maarifa kama hayo. Na ndio maana mimi nakuambieni, anavyolifanya tendo la ndoa yule si unavyolifanya wewe. Hata kama wote mmefundishwa darasani namna kufanya tendo la ndoa, kuna mwingine kuna vitu special kwamba amezaliwa navyo. Yaani hivi havifundishi kokote, hata yeye mwenyewe hajui kuvielezea, yani hivyo tu anakubalika. Lakini anavyoendesha gari yule, inawezekana si ninavyoendesha gari mimi. Ijapokuwa sote tumekaa VETA, kuna kitu cha ziada mimi naweza kuwa niko nacho. Naona watu wananisifia, lakini najiona niko nomo wengine saa nyingine. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Lakini vyote ambavyo tunaviona duniani vimetoka katika ulimwengu. Hizi ulimwengu za watu, katika ulimwengu za watu mbalimbali duniani ndio zimetoka. Maana yake tunapoona mtu fulani ana perform katika ualimu, kiasi kwamba hata watu ambao wamesoma kupita yeye hiyo fani wanashindwa kumuelewa au wanamshangaa, ile ni zawadi kutoka kwenye ulimwengu wake. Kwa hiyo elimu zote, maarifa yote, elimu zote zenye kusisimua na maarifa yote yenye kusisimua kama haya ambayo tunayafundisha, na vipaji vyote vyenye kusisimua, iwe kuimba, kucheza mpira, saa nyingine hata uchawi, ni passion ya kiulimwengu ambayo inakuja duniani kupitia watu ambao walioumbwa na asili ya hivyo vitu katika limwengu zao. Kwa hiyo kutokana na hili, watu wengi wanaishi kupitia taaluma na maarifa ya watu wengine na kuacha asili yao ya kiulimwengu. Ndio tunakuja kwenye kulazimishana. Kabla hujamchagulia mtu kitu, au kabla hujajichagulia kitu, kazi, angalia nyota yako ina support ile kazi. Kabla hujamchagua mke kumuoa huyo mume, nyota yako ina support wewe kuolewa na huyo au wewe kumuoa huyo. Kipaji chako cha asili, kipawa cha asili kina support wewe kufanya hiyo kazi. Jiulize mara mbili. Kwa hiyo inatupasa sote kugundua kuwa nature ile in nature, kwamba asili ya wewe ni nani katika ulimwengu, ili uishi katika tafsiri yako. Na ukiishi katika tafsiri yako, utapata maisha yenye nguvu na maisha ya furaha. Katika ulimwengu ndio tunapokea na ndio tunazaa matendo yote ambayo tunayaona. Hivyo hata ugumu wa maisha na changamoto mbalimbali zinaweza kusababishwa
na matokeo yaliyopo katika ulimwengu wetu. Na ndio maana ili mtu aanze kukuharibia maisha yako kiuchawi na kishirikina, kiganga, kishirikina na kadhalika, ataanza kukuharibia katika ulimwengu ambao hauonekani. Mimi nakwambia uchawi una stage nyingi. Mtu akiamua kukuroga, uchawi huko na stage nyingi. Kuna uchawi stage umefanyika wewe hata uwisi, kumbe unakutafuna mdogo mdogo. Uchawi kile kitendo cha wewe kuja kutokeza, ushakutafuna sana, umeisha. Kama ilivyokuwa ukimwi, HIV, unafikiria ukiingia tu hapo unaweza kukonda? Nani kakwambia kwamba ukikupata hapo unaweza kukonda? Uweza kukuingia, wataalamu wanasema unaweza kukaa miaka hata 10, 7, miaka 5. Vikija kukuamba, umeisha. Tena hapo yani hakuna sali ya mtume. Kwa hiyo ndio maana tunasema tupende kujijengea desturi ya kufanya dua mara kwa mara, kufanya visomo mara kwa mara, kupima afya zetu hata katika njia za kibiolojia huko hospitali mara kwa mara, ili kuweza kupambana na matatizo ya kiulimwengu kabla hayajatokea katika ulimwengu, katika dunia yetu ambayo kila mtu anaona, kila mtu anasikia. Taabu nyingi zinaanzia katika ulimwengu wa giza, ulimwengu wa roho ambao mimi na wewe hatuoni. Ndio maana ukitaka kummaliza mtu, anza kumshambulia kifikra. Fikra kwani inaonekana? Anza kumpa elimu mbovu, anza kumpa taarifa zisizokuwa sahihi. Ukimshibisha elimu mbovu, ukiua fikra yake, ukamshibisha mambo ya kipuuzi, hata aje aone fursa kwenye hii macho, yeye anakuwa hajaona fursa. Unaweza kumuonesha fursa, lakini yeye haoni kama fursa, kwa sababu ashakufa yeye ndani, ashakufa, ashaamini kwamba haiwezekani kaje. Ashaamini kuwa jana nilikuwa niko sehemu, mtu mmoja ameniita nikahesabia mbuzi mahala fulani. Sasa kwa sababu watu nataka kuchinja, watu na Mwenyezi Mungu kawaruzuku mashallah. Sasa ilikuwa ni haraka kweli kweli, nikachukua pikipiki pamoja na vijana wawili. Wakati tukienda kule kuangalia wale wanyama njiani, kuna kiwanda fulani hivi. Na sio kiwanja, ili ni kama depo hivi ambao hii treni SGR inashusha mizigo. Alafu pana lori za Dangote zinapakia ile mizigo. Sijui ni mizigo gani. Sasa lori ziko nyingi kweli. Sasa wale vijana wangu wakawa wanamuuliza yule, wanauliza tu. So kwani Dangote ni nani? Mbona ana malori mengi? Yule bodaboda akawajibu, huyo tajiri mmoja sijui yuko Nigeria na nini, ana hela, ana mali. Akaanza kusifia ana hela, ana nini, tajiri wa kwanza Afrika. Alafu angalia sasa watu waliokufa kifikra. Akawa anasema kwamba ila wadogo zangu wala sawa, watoto ndio watoto hata miaka 20 hawajafika. Wakawa wanasema inshallah Mungu akitujalia na sisi tunataka tumilishi kama hivi. Akasema msijidanganye, mpaka hapo mlipofikia mmechelewa. Wewe baba yako ana nini? Baba yako ana chochote? Wewe si una nini? Maisha yanatokea magumu. Yaani msijihesabie kabisa wadogo zangu. Sio kwamba na wakatisha tamaa. Lakini ukiangalia ni fikra ambao amevishwa. Ila hata wale watoto wangekuwa hata na miaka 50, hata wangekuwa na miaka 60, inawezekana kuwa kama Dangote. Inawezekana. Wallahi inawezekana. Sasa manaki ule katika ulimwengu wa kiroho ashakufa, ashashambuliwa. Manaki katika dunia ndo asali zinajitokeza sasa, lakini ameisha amini kama inawezekanika. Na ndio maana watu kama hao utakapofanikiwa mbele yake, mfano leo na kesho kutwa watoto wale sema hawafaniki, kesho wakapata kikubwa, atasemaje? Wachawi, atasema ni Freemason, kwa sababu aaminiji kama mambo yanawezekanika katika haya maisha. Yeye ashakufa, ashauliwa na fikra zimekwenda. Kwa hiyo kila mmoja lazima asome mambo, fikra katika ulimwengu wake wa kiroho, ili aje ajinufaishe katika ulimwengu wake wa kidunia ambao sote tuishi na sote tutegemeana. Na hata matatizo mengi, kuna watu wameharibika ndani katika hizi limwengu zao za kiroho, limwengu zao za giza, wameharibika.
Sisi tunajaribu kuwatengeneza katika mazingira ya kawaida. Ndio maana tunakuwa tunatwanga maji kwenye kinu au tuna blend maji kwenye blender tunywe ilainike. Ni sawa sawa na kucheza. Hakuna lolote ambalo linafanyika. Kwa hiyo kuanzia sasa tuanze kutengeneza na kusuka mifumo mizuri katika limwengu zetu za siri, ili mambo yafunguke, mambo yatengenezeke katika limwengu zetu hizi za kibinadamu ambazo kila mtu anaziona. Kwa haya machache, tuombe minalladhina tu miongoni mwa wale ambao yastami'una alqawla, wanasikia maneno fayakhtabuna hasana, na wanafuata yale kwa mazuri. Walhamdulillah, asanteni sana.